Yesu Kristo aweze kutubariki sana. Ahimidiwe Mwenyezi akiti katika kiti cha enzi kwa ajili yetu. Kiukweli tumeweza kumshukuru Mungu kwa siku ya leo, lakini vile vile tukiweza kumpongeza Mwenyezi kwa kuweza kutusaidia kuweza kuwa pamoja na wewe tena ukitufuatilia. Karibu sana. Kama hauja subscribe katika channel yetu, basi karibu sana uweze kusubscribe katika channel yetu ya Neno TV na uweze kuzidi kufuatilia. Katika siku ya leo tumeona hatari kubwa ambayo inaweza kuwakumba Wakristo wakubwa wengi katika 100% ni kwamba hawajajua hatari iliyopo katika muda wa mchana. Na naomba tuweze kufuatiliana vizuri. Mkristo anapambana vita, na kama haujajua kwamba una vita unayopambana nayo au unayotakiwa kupambana, utashindwa asubuhi na mapema. Leo tunakwenda kuiangalia hatari iliyopo katika muda wa mchana ikiwa jua linawaka. Mchana kuna hatari kubwa sana ambayo Wakristo wengi wanatakiwa kuwa makini nayo, na kama kuna mtu hajapata somo hili, jitahidi sana forward kwake, share link, uweza kumjulisha vile vile, mjuze hata ambaye hana smartphone, mueleze kile ambacho umekielewa katika somo hili, ili wote tuweze kumshinda muovu. Kwanza kabisa ninaomba tuweze kusoma katika kitabu kinaitwa Waefeso. Waefeso, naomba uweze kushikilia vizuri kabisa. Uweze kushikilia kile tunachokwenda kujifunza, kwa maana Wakristo wengi hata hawafundishwi ya kwamba wako kwenye vita wafanye namna gani. Unajua wengi, ndio maana tulikuwa katika wakati mmoja tukishangaa Mkristo akienda katika Uislamu kwa hadhara hivi. Sasa inasikitisha, lakini kitu tunachokiangalia tu ni kwamba lazima Mkristo aweze kufundishwa kwamba Ukristo hasa ni nini. Mapambano ambayo Mkristo yuko nayo ni mapambano makubwa, makali sana, lakini masaa ya mchana anatakiwa aweze kuwa makini. Sasa tukisoma katika Waefeso 6:11, tuanzie hapo. Rafiki yangu, mnaweza ukaanzia 10 kidogo ukatelemka, lakini naomba nianzie 11. Anasema, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Tunasimama kidogo hapo. Kwa hiyo Paulo mtumishi anatuelekeza kwamba tuvae silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa hiyo kumbe, ili tuweze kupinga hila za shetani ni lazima tuvae silaha zote za Mungu. Unajua kuna watu wanaofikiria kwamba kwa sababu mtu anaweza kuwa amesema tu yeye ameokoka, amesema tu basi amebatizwa, anadhani ameshinda. Pana. Hamna. Bado ndio unaingia kwenye vita, kwa sababu unapokuwa umemkubali Kristo, umeweza au umebatizwa, pale umetangaza vita na shetani. Kwa hiyo unatakiwa kuwa makini, maana umekusha kutangaza ya kwamba hautaki kuwa mateka wake. Kwa hiyo atafanya kila mbinu kukurudisha zizini, na kama utashindikana kukudhuru, maana anachokipenda yeye ni kwamba watu waangamie hawajatubu. Ndicho anachokipenda Mungu. Sasa kwa sababu wewe umekusha kukubali kuweza kuwa upande wa Kristo, upande wa Mungu, basi na yeye ana silaha zake anataka kukupatia. Kwa hiyo anatakiwa kuwa makini kuzibeba. Anasema tuvae silaha zote za Mungu. Sijui kama kuna kitu unakielewa. Sasa ukiangalia katika mstari wa 11 anaposema kwamba tuzivae, kuna silaha mbalimbali hapo zimeweza kutajwa, na ninakuomba upate muda uweze kuzipitia moja kwa nyingine. Lakini pointi ambayo tunaitaka kuizungumzia kikubwa zaidi, ili tubaki kwenye mada, tubaki kwenye point tunataka kuizungumza, ni kipengele kinachokuja mstari baada ya kusomwa neno. Mstari wa 18 anatuelekeza, anasema, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu. Sikilizeni watoto wa Mungu, sikiliza. Kama wewe umebatizwa jana, umebatizwa juzi,
umebatizwa miaka kadhaa imepita. Ukristo si uzoefu wa miaka uliobaki kanisani. Ukristo sio kwamba wewe ndio umeanza vita leo. Hapana. Uwe umebatizwa jana, umebatizwa masaa machache yamepita, umebatizwa miaka 17 imepita, umebatizwa miaka 40 imepita, wewe na yule amebatizwa leo, nyinyi mpo katika hatua moja wapo ya kwamba nyinyi mpo upande wa Kristo kama mmekiri na kubatizwa hapo. Kile mnachotofautiana tu ni uzoefu katika imani, lakini wote si mpo kwenye jeshi moja la Kristo, mnajikiri kuwa hapo, mnapewa silaha. Sasa kama mtahitaji kuweza kubaki na kushinda katika vita hivi vya kiroho, maana anasema kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali tunapambana na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Sasa katika mstari wa 18 tunaambiwa ya kwamba na kwa sala zote na maombi. Sikiliza mtoto wa Mungu, usikilize kwa makini sana. Kama kuna jambo linabidi uweze kulifanya ni maombi. Ni maombi. Na maombi haya si maombi ambayo labda unaweza tu kufanya kwa sababu tu labda ni sehemu tu ya ratiba na nini. Hapana, takiwa uwe serious. Hasa ninachozungumzia hapa ni upande wa upande huu wa mchana. Unajua kwanza ilitakiwa kila wakati Mkristo aweze kuwa katika maombi. Tunasema mkisali kila wakati katika roho. Katika roho si kuna wakati unaweza ukaomba wengine wasikii. Lakini kwa sababu ujue hapo unapambana, hapo unazidi kuzivaa silaha za Kristo. Lakini pamoja na hivyo katika mida ya mchana, katika shughuli, wakati wa shughuli nyingi, hapo katikati ya shughuli nyingi, hapo ndipo ambapo unatakiwa uweze kuweka miguu yako. Kama hakuna sehemu unaweza kupiga magoti, kama hakuna sehemu kwa sababu ya shughuli nyingi, unaweza bado kumwomba Mungu ukiwa kimya kimya katika akili yako, katika moyo wako uweze kumkabidhi Kristo. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu ndugu zetu katika imani walikuwa na mfano huu. Unajua sisi kama Wakristo tunajengwa katika msingi. Ukisoma katika Efeso sura ya 2. Efeso sura ya 2 ili tuone wenzetu walijifunzaje. Wenzetu walimuombaje Mungu hasa kwenye kipindi hiki cha mchana. Kipindi cha mchana ni kipindi cha majaribu. Kuna mlango ambao unatakiwa wewe uweze kufunga majaribu mchana. Saa 6, saa 9. Hii mida natakiwa uwe makini sana. Kwa sababu katika hii mida ndio shetani hufungulia majeshi yake. Sio kwa sababu wakati mwingine atakuwa amelala, hapana, lakini ni wakati ambao unatakiwa uwe macho kabisa. Takupa ushahidi. Fuatiliana nasi tu taratibu uweze kuona. Sasa ukiangalia katika Korinto katika Efeso ndio fungu nimetaja Katika Efeso 2 mstari wake wa 20 anasema hivi: mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Kwa hiyo Wakristo, imani yetu haijaanguka ghafla. Kuna wao ambao sisi tunawategemea katika imani, yaani wao wanatupatia na wanaitwa role models, au wanakuwa kama mentors kwetu, ni mfano wa kuigwa. Tunaambiwa kuna mitume, manabii na Yesu Kristo mwenyewe ambaye ni jiwe kuu la pembeni. Kwanza hao wote walikuwa na dhambi, lakini Kristo tu ndio hakuwa na dhambi, amejitenga jiwe kuu la pembeni. Kama kuna kitu watafeli hata hawa wawili, basi tutafata kwa Kristo. Lakini ni kuonyeshe sasa, katika hawa walikuwa wanajua wewe. Sikiliza vizuri. Ambacho Wakristo leo hawajui, kwa sababu Wakristo wengi wanasali, wanaomba asubuhi. Sasa wakiomba asubuhi huwa wanabaki hapo wakidhani mpaka jioni ndio waje, wakirudi waweze kuomba. Huo ni udhaifu mkubwa katika imani. Ndio maana wengi kabisa, kama utakuwa wewe Roho wa Mungu anasema na wewe, kama hujaanza kuomba katika masaa haya ya mchana, utakuja kukuta ya kwamba unapokuja jioni utakuwa na mzigo mwingi sana wa dhambi. Utakuwa na mzigo mkubwa sana wa kudhani kama haustahili, kwa sababu katika njia yote kuanzia mchana haukuwa na muunganiko na mbingu. Tuanze na mmoja. Tumeambiwa mitume, tukaambiwa manabii na tukaambiwa Yesu. Sasa tuchukue nabii mmoja hapo hapa, alafu tutakuja kwa mitume, tu stick hapo na kwa Yesu. Sasa tukianza kwa manabii, tuchukue na mmoja anaitwa Danieli. Danieli alikuwa anafanya nini?
Sikiliza, tufuatilie vizuri ndugu yangu katika imani. Ndugu yangu katika imani. Katika sura ya 6 ya kitabu cha Danieli, katika sura ya 6 mstari wa 10 kitabu cha Danieli, anasema hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekushatiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake na madirisha katika nyumba yake yalikuwa yamefunguliwa kukabidhi Yerusalemu, akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akamshukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Sasa kitu kikubwa ni hiki. Alikuwa anasali mara ngapi? Mara tatu kila siku. Sasa hii mara 3, ili tuweze kuijua ni mara 3 kiasi gani, sikiliza kidogo. Tunaenda taratibu kwa sababu kwa mujibu wa Biblia tunatakiwa tuende andiko kwa andiko tukilinganisha, tukiona, kwa sababu ile haijatupa ni muda gani, lakini manabii kwa sababu walikuwa wamekwisha kufundishwa na Kristo, kufundishwa na Mungu, walikuwa wanajua mida ya kuongea na Mungu mara 3 ni muda gani na muda gani. Tumfuate rafiki yetu mmoja anaitwa Daudi. Tumfuate huyo ndio tutapata ABC vizuri. Haya, tuendelee vizuri sasa hapa. Sasa ukiangalia amesema mara 3. Sasa tuende kwa rafiki tumemtaja anaitwa Daudi. Tumfuate atuambie vizuri katika kitabu chake cha Zaburi. Unajua Daudi kiacha pale ambapo tunapata kisa kutoka kwa Musa. Daudi katika hizi Zaburi utakuta ya kwamba alikuwa ni kama kwamba anaongea na Mungu akiwa karibu yake. Ndio kizuri ninachokipendea kitabu cha Zaburi. Na ujue Zaburi imeandikwa zaidi ya mtu mmoja, si Daudi peke yake. Safu kaandika katika Zaburi. Zaburi ni nyimbo ambazo zilikuwa zikipigwa. Mungu anajieleza mwenyewe katika Zaburi, lakini katika Zaburi upande tukiendelea kwa Daudi anaongea kana kwamba anaongea na Mungu moja kwa moja. Unaona ndio kitu kizuri hapa unakuja kupata. Sasa ukisoma katika Zaburi 55:17 Zaburi anasemaje? Jioni, asubuhi na adhuhuri nitalalama na kuugua, naye atasikia sauti yangu. Kwa hiyo kumbe Daudi anajua ya kwamba wakati wa maombi ambao atalalama kwa Mwenyezi Mungu, kuongea kwa sauti yake ni asubuhi, jioni na adhuhuri. Unaielewa adhuhuri? Kuanzia masaa tunayoona ya saa 6 mpaka kuelekea saa 9 unapoingia alasiri. Hapa ni kipindi cha adhuhuri au kipindi cha mchana. Kwa nini? Kwa sababu asubuhi tayari amekushaomba. Mchana au inaitwa adhuhuri, alafu baada ya hapo kuna muda unaitwa jioni. Sasa katika muda huu muda wa adhuhuri ndio muda ambao umepuuzwa na Wakristo wengi, na ndio tunauzungumzia katika mada hii. Sasa ukiangalia hapa amesema mara 3. Kwa hivyo Danieli wakati anatoa sala zake alitoa mara 3, jioni, asubuhi na adhuhuri, na alikuwa anafungua madirisha yanakuwa wazi. Tofauti na leo Wakristo ni kama vile wanakuwa wanajificha. Unaona hata katika maduka yao ibada hazifanyiki lakini utaona kwamba kuna wale ambao wanaonekana kuwa serious ambao si Wakristo, hata wanaweza kufunga maduka. Lakini Wakristo wamekuwa wakipenda pesa sana kuliko hata uhai wa nafsi zao. Lakini tuache hiyo. Twende tuone sasa. Tumekusha kuona masaa haya 3. Sasa twende kwa mitume tuone kitu ambacho wao wanakisema. Tukienda kwa mitume tuchukue katika Matendo ya Mitume sura ya 3. Matendo ya Mitume sura ya 3 kuanzia mstari wa 1. Utaona kile ambacho wao walikuwa wamekusha kukijua kama mitume. Sikiliza, anasema basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9. Kwa unajua hiyo. Kwa hiyo Petro anaelewa ya kwamba masaa ya kusali, na Yohana wakaenda pamoja, wakaenda kusali hekaluni, wakapanda. Wametoka katika sehemu ambapo panaweza pakawa na mashughuli, wametoka wamejitenga na wao. Haya ni masaa ya saa 9. Bado ni mwendelezo wa adhuhuri, bado ni mwendelezo wa mchana, wanatoka katika shughuli.
wewe kama ni Mkristo wa kweli, unajijua ndani ya nafsi yako, unamtafuta Mungu, ukikosa masaa ya mchana haya, uwe umetingwa namna gani, uwe upo katika shughuli namna gani, lakini ukikosa communion, ukikosa mazungumzo, ukikosa umoja na mbingu masaa ya mchana, uko katika hatari ya kiroho. Uko katika hatari ya kiroho. Rudi sasa, jenga, weka ratiba vizuri, ukijua masaa hayo ni masaa ya kuwa makini, maana ni masaa ambayo mbingu iko serious kwa ajili ya kusikiliza sala. Wewe unatakiwa uwe serious vile vile, kwa sababu hata majeshi ya pepo wabaya wanajua ni muda wa vita. Sijui kama unaelewa rafiki yangu. Sasa tumemaliza hapo katika mstari wa kwanza, twende katika mstari mwingine tumuone Petro mwenyewe ambaye Kristo alikuwa akinena naye sana. Ukiona katika sura ya 10 ya kitabu cha Matendo ya Mitume vile vile, anasema mstari wa 9, hata siku ya pili walipokuwa wakisafiri na kukabili mji, Petro alipanda juu darini kwenda kuomba yapata saa 6 mchana. Unaona Kwa hivyo ameacha saa ngapi? Saa 9 walikuwa wakisali, lakini vile saa 6 Petro anaona bado ni muda ndani ya dhuhuri, natakiwa niwe nimejitenga kwenda kuomba. Kwa nini? Kwa sababu ni muda ambao ni uko serious, watu ambao wako serious kiroho hawaachi masaa ya dhuhuri yapite bila kuzungumza na Mungu. Na hapa si tu kumuomba, ni kujenga imani yako, kwa sababu Mungu habadilishwi kwa maombi yako, ni wewe unabadilika kwa sababu imani yako ni changa. Hicho ndio kinachofanywa kwenye maombi. Kwa hiyo inachofanya hapa ni mazoezi ya imani, kujijenga wewe kumtafuta Mungu. Unaona Sasa ukiangalia hawa wote wametuonesha hali iliyopo wasaa wa dhuhuri. Sasa ukienda kwa Yesu mwenyewe alikuwa anajua, ukisoma katika kitabu cha Luka, kwa sababu tumeambiwa hawa watu wawili wote tunabidi tujifunze kwao, lakini Kristo mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Sasa ukisoma Luka 22:41, masaa haya katika masaa tunayozungumza 41, anasema mwenyewe akajitenga nao kiasi cha kutupa jiwe. Sasa ukianza 40 anasema alipokuwa mahali pale aliwaambia ombeni. Ombeni, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Mwenyewe akajitenga nao kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba. Ndio sala inaendelea hapo chini mstari wa 42. Kwa hivyo kuna wakati inabidi uweze kuwa ni mwenye kujitenga, na kama upo katika ofisi yako, ofisi ina nafasi ambayo unaweza kuwa ukipiga magoti na kumuomba Mungu pembeni. Omba, weka iwe ni sehemu, kwa sababu vitu viwili ni hakika ni vitakatifu katika masuala ya ibada, ni sehemu ya ibada na muda wa ibada. Kwa hiyo kama kuna muda wa ibada umetengwa kwa ajili ya kuomba, huo muda ni mtakatifu. Malaika huhudhuria wakati ule. Ndio Yesu anasema wakutanikapo wawili watatu kwa jina langu nipo kati yao. Si kwa sababu tu ni wawili, si haimaanishi sasa ukiwa mtu mmoja hawezi kuomba. Ndio anasema nabisha katika 3:20 Ufunuo, mtu akisikia sauti yangu, unaona, mtu mmoja. Kwa hiyo anaweza kuongea na wewe ukiwa mmoja, inawezekana. Lakini unapokuja sasa katika muda wa maombi, unaweza kutenga muda wa maombi. Ukitenga hapo, malaika huhudhuria. Sehemu ikitengwa kwa ajili ya maombi, malaika huhudhuria. Kwa hiyo unaweza ukatenga nafasi ya sehemu kabisa ambayo unaweza kuomba na uombe mchana. Najua kuna ubizi ambao kila mtu nilikuwa busy. Sikiliza watu wa Mungu, tupo kwenye majaribu, na ukiona ya kwamba unapitiliza muda huu wote haujapata hata fikra ya kujiuliza kuhusu imani, kujiuliza kuhusu kurudi miguuni mwa Mungu, upo katika hatari. Kwa sababu gani? Yesu alikuwa amekwisha kuonya. Tusome katika kitabu cha Luka tena, tusikilize Yesu alichokionya katika Luka sura 21. Luka 21 mstari wa 34, anasema basi jiangalieni mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku ile ikawajia ghafla kama mtego na savyo. Kwa hiyo kumbe Yesu alikuwa anajua wale watakao kutwa na siku ile ya Bwana kama mtego na savyo, sio walevi peke yao, sio walafi peke yao, bali na wale wanaosumbuliwa na maisha haya. Maisha haya wameweka kama ndio mzigo pekee kichwani mwao, wanakosa muda wa kuomba. Au watu watakutwa kama mwivi.
Usije ukasema masumbufu ya maisha haya ubize unakufanya kwenda mbali na Mungu na kuongea naye mchana. Kama ukiona uko hivyo, jua kabisa ni muda wa kuomba Mungu akurejeshee wakati, akurejeshee, ageuze akili yako kuweza kuwaza yaliyo juu. Yafikiri ni yaliyo juu. Lazima uweze kufikiri hapo, mtoto wa Kristo, kama kweli unahitaji kuiona mbingu, kama kweli unahitaji uhusiano wa pekee wa karibu na Mungu wako. Najua Mungu kwako ni Baba, najua Yesu kwako ni rafiki. Sasa inawezekanaje wewe ukabaki kuwa na rafiki ambaye hamuongei? Lazima uweze kuomba mchana, lazima uweze kujua muda wa mchana katika mapambano makubwa yaliyopo. Wewe ndiye target, you are the victim. Umetagetiwa wewe. Sasa ukidhani ya kwamba hauna namna, hauna haja ya kuvaa silaha zote za Mungu, utaanguka na usiweze kuamka tena. Bwana akaweze kukusaidia. Kama hauja subscribe, jitahidi sana kuweza kusubscribe, jitahidi sana kushare na watu wengine waweze kupata masuala mengi ambayo tunazidi kuyarusha sawa sawa na wingi wa fadhili za Mungu. Amen.